الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Alhamdulillah, tumekutana tena hapa leo kama ilivyo kawaida yetu ya kukutana kila siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha juu ya jambo hilo, tukiwa tunaendelea katika sura ya 60 na leo tunatokea aya ya 7, Suratul Mumtahina, sura ya 60 kwa utaratibu wa mashaf. Katika aya hii, kumbuka tulivyoanza sura yetu, Allah subhanahu wa ta'ala alianza kwa maelekezo ya kuwakataza waumini na Waislamu kwa ujumla kuamiliana, kufanyiana mapenzi na mahaba na kupiana siri na wale ambao sio kuwa Waislamu. Kwa hiyo ilivyoteremka aya ile, fahamike kwamba sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo amekuja na dini, wazee wao na wengine masahaba wenyewe walikuwa katika ushirikina. Kwa hiyo katika sura ya namna hiyo, wapo ambao walikuwa wazee wao ni mushirikina au wamesilimu, lakini pia wapo ambao wazee walikuwa wamesilimu na watoto wao ama ndugu zao ni mushirikina. Kwa hiyo kwa kufanyia kazi ile, kama ilivyo masahaba wao, walikuwa inapoteremka amri basi wanaifanyia kazi muda ule ule. Katika hali ya namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta muongozo na maelekezo ili iweze kueleweka nani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza wa kumfanyia uadui, kama ambavyo yani wa kutofanyiana mapenzi, wa kutokaribiana kwa mapenzi katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo aya ya 7 ikawa inafafanua na kutueleza kwamba sio kila mmoja wa kufanyiwa uadui. Kila ambaye sio Muislamu sisi tumfanyie uadui, tuishi naye kwa uadui. Uislamu haujaelekeza hivyo. Tuishi nao, tuwatambue kwamba wao sio Waislamu, lakini sio tuishi nao kwa uadui. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akafafanua kusema asallahu, huenda Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala bainakum, akafanya baina yenu ninyi Waislamu, wa baina alladhina adaitum, na wale ambao mnaowafanyia uadui, ambao wazee wenu, jamaa zenu, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akafanya mawaddatan, akaweka mapenzi baina yenu. Kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mapenzi kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu? Ataweka mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala bi an yahdiyahumul mu'minuna, bi an yahdiyahum ila dukhuli fi dini al-Islam, kwa kuwaongoza wao kuingia katika dini ya Uislamu. Fatahawala adawatukum lahum ila ukhuwatin sadiqa, kabadilika ule uadui wao juu yenu ninyi ukawa ni udugu na undugu wa karibu, wasilatun tayyiba, na mafungamano yaliyokuwa mazuri, wa mahabbatun shadida, na mapenzi yaliyokuwa ya dhati kabisa. Kwa hiyo msikae kwa uadui na jamaa zenu na ndugu zenu na wazee wenu katika sura ya namna hiyo. Wallahu qadiru, na Allah ni muweza juu ya kila kitu. Kwa hiyo anaweza kubadilisha hivyo. Wallahu ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehi tena ni mwingi wa rehema katika yale ambayo
pale ambapo mlipoyafanya. Na hii pia inaelezwa kwamba Bibi Asma binti Abi Bakari radhiyallahu anha, mama yake alikuwa bado hajasilimu, alikuwa mshirikina. Alikuja pale Madina kwa binti yake. Binti yake ndo aya imeshateremka, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ilibidi aje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi, mama yangu amekuja na yeye mshirikina bado, tunafanyaje? Tunaishi naye, tukae naye tumpokee? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fasil ilaiha, kaa naye vizuri mama yako, mtimizie wajibu wako kwake, majukumu yako unaopaswa kuyafanya kwake timiza. Tambue tu kwamba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tudhihuma, lakini usikae naye kwa uadui kama maelekezo yalivyokuja mlivyoyafahamu hivyo katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo hao sio wa kuwafanyia uadui. Na aya iliyofuata Allah subhanahu wa ta'ala ndio akafafanua zaidi kusema, la yanhaakumullah, haja kukatazeni Allah subhanahu wa ta'ala, anil ladhina lam yuqatilukum fid dini, wale ambao hawajawapiga vita katika dini, hawajawafanyia uadui wao katika dini. Walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawajawakufukuzeni katika majumba yenu. Fahamike shirikina pale Maka, watu waliwakalia kidedea, muondoke hapa katika miji yetu hivi na hivi, kama ilivyokuja katika watu Nabiiullah Lut alayhi salam, wale waovu wasema, akhriju min qaryatikum, watoeni ama wafukuzeni katika miji yenu. Na wao pia Waislamu waliwakalia vitimi, mipango, ili mkurubika alladhina kafar yuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka, walivyokaa katika vikao wakufunge, wakufukuze, wakuhamishe mji au wakuue. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala imekuja makatazo ya kutokaa nao vizuri, ya kutowafanyia ihsani, kutowafanyia mapenzi, ni wale ambao alladhina qatalukum fi dini, wanaowapiga vita katika dini. Kwa hiyo la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi dini, haja kukatazeni Allah katika wale ambao hawajakupigeni vita katika dini yenu, kwa sababu ya dini yenu. Maana kuna watu wanapiga vita kwa sababu ya dini yenu. Sasa kwa staili gani wanawapiga vita wao kwa ajili ya dini yenu? Kila zama au kila nyakati kuna namna yao wao wanavyowapiga vita. Kwa hiyo unatakiwa utambue na ufahamu kwamba kama wanawapiga vita, basi unajua namna ya kukaa nao. Ikiwa si hawawapigi vita, unajua namna gani unatakiwa ukae nao. Wa kuwapiga vita sio watu wa kuwa karibu nao moja kwa moja. Wale ambao hawapigi vita mnakaa nao karibu, lakini mnatambua hawa sio Waislamu. Kwa hiyo Allah hajawakatazeni wale ambao hawajawapiga vita wala hawajawafukuza miji yenu, antabarruhum, hajawakataza kuwafanyia wema, watuksitu ilayhim, na kuwafanyia uadilifu. Inna Allah, haki Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul muqsitina, Allah anawapenda wale ambao wanaofanya uadilifu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa muongozo kwa Waislamu namna gani wanavyotakiwa kuishi ma ghairihim, na wasiokuwa Waislamu. Na tunapoishi na wasiokuwa Waislamu tuna namna mbili. Kuna wengine tunakaa nao vizuri, wala hawafanyi budha, wala hawafanyi chuki, wala hawafanyi hivi. Na kuna wengine wanafanya mikakati kwa siri, wengine kwa dhahiri inaonekana, wengine kwa hivi ya chuki kabisa. Sasa unajua kwamba huyu ukae naye vipi? Ndio hizi aya ya kwanza, ya pili na hii ya tatu tunasoma, innama yanhaakumullah, hakika si vinginevyo, yanhaakumullah, anakukatazeni Allah subhanahu wa ta'ala, anil ladhina qatalukum fi dini, juu ya wale ambao waliwapiga vita katika dini, wa akhrajukum min diyarikum, na wakawatoa katika majumba yenu, kafanya mikakati ya kuhakikisha kwamba mnatoka katika miji yenu, wa dhaharu ala ikhrajikum, na wakasaidiana katika kuwatoa, tena wakafanya kwa dhahiri kabisa, wanasaidiana kuhakikisha ninyi mnatoka, mnahama katika miji yenu. Hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliukataza sisi kukaa nao vizuri.
Amekataza nini? Antawallauhum, kuwatanguliza, kuwaweka karibu pamoja na sisi, kuwafanya wasiri wetu. Hao tunatakiwa tuwatambue. Waman yatawallahum faulaika humudh dhalimun, atakayewatanguliza, atakayewapa kipaumbele hao, basi hao ndio madhalim. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi kufahamu, tunapoishi katika jamii, tutambue kwamba jamii tunazoishi, tunaishi na watu ambao sio Waislamu. Katika jamii ambao sio Waislamu, wana staili mbili kwetu sisi. Kuna wale ambao tunachanganyika nao vizuri tu, hawana tatizo, lakini wapo ambao wanatupiga vita, na wana uwezo wa kutupiga vita tukajua, na wana uwezo wa kutupiga vita kisiri siri, wakawa na mikakati. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine anasema kwamba wama tukfi suduruhum akbar, yanayofichwa katika vifua yao ni makubwa zaidi kuliko yale wanayodhihirisha. Kwa hiyo ukiona kuna dalili hapa ya kuwa hawa watu unakaa nao, lakini kuna mipango ile ya kutenga, kukuweka mbali, kufanyia kwa sababu tu ya dini yako, basi unatakiwa uchukue hatua, na unatakiwa ujue unatakiwa uishi kwa namna gani na watu wa namna hiyo. Na wale ambao unachanganyika nao, wala hakuna mazingira ya kuonesha wanawapiga vitu, wanafanya hivi, unajua namna gani unavyotakiwa uchanganyike nao. Ndio maelekezo ya hizi Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Tunaishi katika jamii, tunaishi pamoja na watu ambao sio Waislamu, basi tunatakiwa tuwajue kwamba hawa sio Waislamu. Na tukishawajua kwamba hawa sio Waislamu, tunatakiwa tuwajue na pili, yupo katika sifa gani ya kutupiga vita kwa sababu tu ya dini yetu, au wa kawaida. Sisi tuna uwezo wa kubainisha na kuyajua kwamba nani anakaa hapa tunakaa naye kwa namna nzuri, na nani ambaye tunakaa naye anatutazama vibaya. Ukishajua wewe anakutazama vibaya, Allah anakuelekeza unatakiwa ukae naye katika sura ya namna gani. Msiwatangulize, msiwape kipaumbele, wala wasiwe wandani wenu, wala wasiwe wasiri wenu, wala msiwape mahaba, wala msiwafanyie mapenzi ya kuvuka juu yao. Lazima mtambue kwamba hawa si katika ninyi, watakuja kutengeneza mazingira magumu juu yenu. Na wakiwa watu wa kawaida, wala hawajali dini, maana kuna makafiri wengine wao wanakuwa wala hawajali dini, hawajui mambo ya dini, kwao sio issue. Lakini kuna wengine ule udini wanakuwa nao kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu katika sura ya namna hiyo. Lakini pia aya inayofuata, aya 10, kama tulivyoeleza kwamba katika Sulhul Hudaybiyah, sura hii imeteremka baada ya Fathu Makkah, na Sulhul Hudaybiyah mwishoni, maana ni mwaka wa 8 imeteremka hii, na Sulhul Hudaybiyah imeshafanyika. Katika Sulhul Hudaybiyah makubaliano ilikuwa akitoka mtu Makkah katika Makuraishi kwenda Madina kumfuata Mtume sallama, kusilimu, akajiunga na hiyo, amehama Makkah, basi katika vipengele vya Sulhul Hudaybiyah yule mtu anatakiwa arudishwe Makkah, asikae kule Madina. Lakini akitoka Madina akarudi Makkah akaja kwa Makuraishi, utaratibu wa makubaliano yale anatakiwa abakie, asirudishwe, akae huko Madina. Kipengele ambacho kilikuwa kizito sana kwa masahaba kukielewa, lakini ndio mkataba au ndio mazingira ambayo yalipelekea Fathu Makkah ikafanyika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa kwa mujibu wa mazingira aliyokuwepo, makubaliano yale yalikuwa ni kuhusu wanaume tu. Na walikuja watu wawili walichoromoka huku Makkah wakaja Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watu wa Makkah wakawatuma watu wao waje kuwafuata huku Madina. Mtume akawakabidhi warudi naye, wakawa wanarudi, lakini walipofika wale jamaa akatengeneza mazingira, hawakurudi Makkah, wakachomokia upande mwingine. Sasa walikuwa wakija wanawake, Mtume sallallahu alaihi wasallam hawarudishi wale wanawake kuwarudisha Makkah. Kwa hiyo aidha waume wa wale wanawake au mawali wa wale wanawake wanawafuata kule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Sulhul Hudaybiyah inataka uwarudishe hawa. Inakuwaje sasa wewe, kwa nini huwarudishi? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema makubaliano kwa mujibu wa mazingira, mkataba pale, japo haujasema, lakini kwa mujibu wa mazingira yalivyo,
wanaohusika katika mkataba ule ni wanaume tu, wanawake hawahusiki, kwa sababu mazingira hapo, wanawake si watu wa vita, wao si watu wa vita. Kwa hiyo wao hawana ishu yoyote katika mkataba sulhul Hudaybiyah. Wao wakija huku hatuwarudishi, na hata wakija Maka tuna uwezo wa kuwafuata vile vile, kwa sababu wao hawajahusishwa katika sulhul Hudaybiyah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ndo anatoa maelekezo kwa waumini wafahamu sasa vipi wakija wanawake kutoka Maka wafanye nini. Ndio Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, idha ja'akumul mu'minat, wakija wanawake waumini, muhajiratin, wakiwa wanahama Maka kwa ajili ya dini, sasa famtahinuhunna, wajaribuni kwanza. Wanawake wana uwezo wa kutumika na ni rahisi sana kutumika kuwavuruga watu. Kina mama ni rahisi sana kuwavuruga watu, kwa hiyo mnatakiwa kuangalia. Na hii inakuja kwa ilikuwa katika muhajirina, hata katika zama zetu. Naweza kusilimu tu dada, taka kusilimu, akataka mume, kaolewa, kumbe anakuja naye akawavuruga mara moja, Lazima muangalie, muwe makini. Niwahi kufahamu wakati huo, kabla harakati kulikuwa na warsha hapa, kwa ndio inasimamia harakati, na hivi aliingia mwanamama mmoja, ale wakuu na nini, kenda basi tujumuike naye, mmoja akamua pasuka mpaka baadaye miaka 10-15 kupita, ndio inafahamika kwamba mama ndo alikuja kufanya nini, alikuja kufanya mambo yake. Kwa hiyo wanawake wana uwezo wa kutumika kuwavuruga na kuivuruga dini au kuivuruga jamii. Kwa hiyo watakapokuja, kwanza maelekezo ya kwanza sio muwaziwie tu, famtahinuhunna, wajaribuni kwanza, hawa ni kweli wamekuja kwa ajili ya dini. Na waliokuwa hawana dini ilikuwa ni rahisi kujulikana, wenye dini walikuwa ni rahisi kufahamika, na wasio na dini ni rahisi kufahamika, kwa sababu anajulikana yeye amefuata nini, kama katumwa, kama kafanya nini. Kwa sababu dini wakati huo wenzetu walikuwa na dini imara thabiti kabisa, kuna mambo. Kwa hiyo majaribio yakaja hapa, maelekezo, na Allah akasema Allahu a'lam bi imanihinna, Allah anajua, lakini ninyi hamjui, na ninyi ndio mnaoishi nao. Kwa hiyo Allah hawezi kuwarudisha au hawezi kusema muwabakishe. Ninyi muwatahiri, mkiona wako sawa sawa, fa in alimtumuhunna mu'minat, mkifahamu kwamba ni waumini wa kweli kabisa, wala hawajaja kufanya spy wala nini, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, hapo msiwarudishe. Kwa hiyo maana yake ni, kwa hiyo wanamama wanakuja, wanatoka Maka wanakuja Madina, sio kila anayekuja mkae naye, kama ambavyo kwa sulhul Hudaybiyah haijawagusa kina mama, sema huyu atumrudishi. Muangalieni kwanza asije kawa kuwa ametumwa kuja kuwavuruga. Kwa hiyo fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar, msiwarejeshi kwa makafiri. Kwa makafiri hawa, aidha kwa waume zao ama kwa wazee wao, mawali wao, ndio kwa ujumla wake. La hunna hillun lahum, hawa kina mama ambao wamekuja ni waumini wa dhati, si ruhusa, si halali kwao kukaa nao. Wakiwa waume zao tayari wao ni mushirikina, hawaruhusiwi tena kukaa kuwaoa Waislamu. Na hapa ndio ikaja ile kufunga, sababu huko nyuma ilikuwa ndoa zile baina ya Muislamu na mshirikina ilikuwa bado. Hata binti ya Mtume Bibi Zainab, mumewe alikuwa bado hajaslimu kwa muda mrefu. Hata katika vita vya Badri alifanya nini? Alishiriki kuja kupiga vita Uislamu kwa namna moja ama nyingine, na akakamatwa mateka. Alipokamatwa mateka, akamwambia basi ujikomboe. Yule akasema si hatuna kitu tu, akamwambia kuna kidani kitu. Karudi, ila kwa sharti, nenda mlete Zainab. Kwa hiyo akarudi Maka, ikabidi amrudishe Zainab, akamwambia hawezi kuondoka hapa. Subiri kwanza, sisi tumepata kipigo kule katika vita vya, subiri kwanza tupulizie maumivu aliyotupata kwanza. Aondoke hivi mchana mtoto wa Muhammad tunamuona, na sisi tumepata kichapo namna ile. Baadaye yule bwana naye akaja akasilimu vile vile. Kwa hiyo haya maelekezo ndio akaja kuvunja ndoa baina ya Muislamu
na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo la hunna hillu lahum, kwa wale wanaume hawa si halali yao, na wale mawali si wasimamizi wao tena, kwa sababu wao sio Waislamu. Kwa kama sio Waislamu hawezi kumsimamia ambaye ni nani? Ambaye ni Muislamu. Wala hum yahilluna lahunna, wala wao wanaume hao wakikafiri kule Maka si ruhusa, si halali yao hawa akina mama. Kwa hiyo msiwaruhusu. Cha kufanya, wa atuhum ma anfaqu, ikiwa wao ni wake za watu, basi wa atuhum, wapeni hao waume zao, ma anfaqu, vile walivyovitoa kama mahali zao, warudishieni mahali zao. Na katika sura ya namna hiyo, wala junaha alaikum, wala hakuna makosa juu yenu, antankihuhunna, kuwaoa hao kina mama, idha atitumuhunna ujurahunna, ikiwa mmewapa nini? Mahari zao. Kule wameshaachana na mushirikina, wale makafiri, wale ni makafiri. Kwa hiyo wao wamekuja kama Waislamu, basi na uwezo wa kuwaoa. Na ndio unaona Uislamu, antankihuhunna, sio mkae nao, muwaoe. Idha atitumuhunna, mkiwapa mahari zao muwaoe. Wala tumsiku biisamil kawafiri, wala msikae nao makazi ya kikafiri, wala wanawake wa kikafiri. Muislamu usikae na mwanamke wa kikafiri wa kishirikina, usikae naye. Tumsiku biisamil kawafiri imekuja kwa ujumla wake. Wala msiwaweke au makazi ya kikafiri, na wala ninyi msikae na wanawake wa kikafiri. Ndio ikapiga ruhusa pale. Sasa tena hakuna tena habari ya kuoa makafiri na mushirikina kwa ujumla. Wasalu ma anfaqtum, takeni vile ambavyo ninyi mlivyovitoa. Wala tumsiku biisamil kawafiri, ninyi mnawake pia, ninyi mnawake, lakini wake zenu hao pia mushirikina makafiri. Imekuja amri wala tumsiku biisami kawafiri. Maana yake nini? Sasa munaachane na wanawake ambao sio Waislamu. Na kwa hali hiyo basi, kwa kuwa mnawarudisha makwao, waende kwao huko Maka warudi, basi wasalu ma anfaqtu, vitakeni nyinyi ambao mliotoa mahari zenu, nyinyi wale mlioa kwa mahari zao. Kwa hiyo wao wamerudi kwao, basi warudishe mahari zenu. Waliyasalu ma anfaq, na pia na wale makafiri kule Maka, kwa wale wanawake ambao wamekuwa ni waumini, wamekuja kuna wao, wapeni, watake walivyovitoa, waseme tumetoa hiki, tumetoa hiki, tumetoa hiki, basi warudisheni. Na ninyi juu ya wake zenu ambao ni makafiri, ambao mmewalipia mahari, ambao tayari makafiri wametaka kurudi, na wapo ambao wao Uislamu kwao pamoja na waume zao ni Waislamu, lakini wao wenyewe hawajafanya nini? Hawajaslimu, wakaamua kurudi Maka, basi waambieni wawarudishie mahari zenu. Dhalikum hukumullahu yahkum bainakum, huo ndio uamuzi wa Allah anaoamua baina yenu. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi tena mwenye hikima katika mambo yake. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa waangalie, Muislamu huwezi kumwoa kafiri, kama ambavyo mwanamke wa Kiislamu hatakiwi kuolewa na nani? Kafiri tu. Lakini ndio tunachanganyika tu katika jamii zetu, na kupitia mlango wa kusema ahlul kitabi. Kweli ahlul kitabi, lakini Allah amesema wal muhsanatu min ahli, anayo sifa hiyo kwa hiyo muhsanati, manake hillul lakum wal muhsanatu min ahli kitabi. Ni kweli min ahli kitabi anayo sifa ya kuwa muhsanati, au basi tuna ingia tu kwa sababu aya imezungumza tumeruhusiwa bwana ahlul kitabi. Ahlul kitabi tumeruhusiwa, lakini ni nani ahlul kitabi? Tuchukulie tu kwa ujumla, tuseme ahlul kitabi tumeruhusiwa, lakini kila ahlul kitabi aya imezungumza wal muhsanat, sio kila ahlul kitabi. Sasa je, hao ambao sisi tunaenda kuwaoa ahlul kitabi kwa kisingizio kwamba ruhusa imetoka ya ahlul kitabi, kwamba wanayo sifa hii ya al muhsanat? Kwa hiyo ipo katika sura ya namna hiyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maelekezo kwamba wake zenu wale ambao mushirikina wakiamua kurudi Maka kwa kukataa Uislamu, kama ambavyo hawajasilimu, basi watakeni wawarudishie. Sasa ikitokea hamjarudishiwa, wake zenu wameondoka na hawajarudishia wale wa mawali wao, hawajarudishia mahali zenu mlizotoa,
au kama kuna wanaume watakuwa hawajarudishia, mfanye nini? Na ifahamike pale muhajirina pale Maka bado, pale Madina bado hapo katika mazingira nani, wa in fatakum min shay'in, wa in fatakum shay'un min azwajikum, na mkikosa kitu kwa wale wake zenu ambao waliorejea katika ukafiri, ila alkufari, mmekosa kutoka kwa makafiri, faaqabtum, mkapigana nao na mkawazidi nguvu, faaqabtum, ikatokea kuna vita mkapigana nao na mkawashinda mushirikina wale, kwa maana hiyo kama mmewashinda ni mtapata ngawira katika vita. Kwa hiyo zile ngawira sasa, faatul ladhina dhahabat azwajuhum, faatul ladhina dhahabat azwajuhum, wapeni wale ambao wake zao wale wameondoka, wamerudi kwenye ukafiri, wapeni mithla ma anfaqu, mfano wa vile walivyotoa. Kwa hiyo mtoe katika zile ngawira, kabla ya mgao wa ngawira mtoe. Kuna bwana, mimi mke wangu mshirikina karudi kwao, 1 2 3, anafahamika huyu na yule na yule na yule, basi mkitokea mkapigana vita na mshirikina mkawazidi nguvu, zikapatikana ngawira, basi zile ngawira kabla hazijagaiwa zitolewe kifungu kwa ajili ya wale ambao wamekosa nini, ambao, kwa sababu wale mshirikina wanaweza hata wasiwape, wao hawajali, jamani turudishieni mahali zetu tulizotoa, wanaweza wasiwape. Kwa hiyo mfanyeje sasa? Mtalipizia wapi zile mahali zenu mlizotoa? Mtazitoa katika vita ambazo mtapigana nao na mkawazidi nguvu, mkawashinda, basi mtatoa huko. Wattaqullaha, na muogopeni Allah, alladhi antum bihi mu'minun, Allah ambaye yeye Allah ninyi mnamwamini. Kisha aya inayofuata ya 12, Allah subhanahu wa ta'ala anaielezea bai'a, na hii bai'a ndiyo bai'a ambayo zilifanyika kabla ya hijra ya mtume kuhama Maka kuhamia Madina sallallahu alaihi wasallam, bai'atul aqaba, kama anavyosimulia Ubada bin Samit, mmoja katika ashabu al-bai'a, wahusika wa bai'atul aqaba. Hii inaitwa bai'atun nisaa. Kwa hiyo kina mama walikuja wakaja kumbai mtume sallama kuthibitisha imani yao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafahamisha, ya ayuhan nabii, ewe mtume mtukufu wa daraja, idha jaaka almu'minat, wakikujia wanawake waumini, yubai'inaka, wanakubai wewe, ala alla yushrikina billahi shay'a, kwamba hawatumshirikisha Allah kwa kitu chochote, wala yasirikina, wala hawatoshiriki katika udokozi, ukwapuzi. Mama pia na udokozi wanakuwa nao, wala yazina, na wala hawatofanya mambo machafu ya zina, wala yaktulna auladahunna, wala hawatoua watoto wao, wala yatina bibuhtani yaftarina baina aidihinna, wala hawatofanya uzushi wa aina yoyote watakaozusha mbele ya mikono yao, uzushi, kuwazushia, kuwatengenezea waume zao mizengwe na hivi, wa arjulihinna, na mbele ya miguu yao, wala yasinaka fi ma'ruf, wala hawatakuwasi katika mema, basi fabayhunna wa bay'au wastaghfir lahunna Allah, na waombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwingi kwa kusamehi, tena ni mwingi wa rehema. Hii walikuwa wanakuja kumbai mtume sallallahu kama tunavyozungumza. Kwa hiyo kina mama walikuwa na bai na mtume alikuwa anawabai kwa ishara, sio kwa kuwapa mikono kama ilivyokuwa anafanya kwa wanaume. Na kisha aya ya mwisho kabisa, aya 13 katika sura yetu hii, Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, wale ambao mmeamini, la tatawallau, msiwatangulize, qauman ghadiba Allahu alayhi, watu ambao Allah amewakasirikia. Kule nyuma alishatuambia, la innama yanhaakum anil ladhina qatalukum fi din. Kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu la tatawallau, msiwaweke mbele, msiwatangulize wakawa ndio moral model wenu, wakawa ndio vipaumbele wenu, wakawa ndio wasimamizi wenu, watu ambao Allah amefanya nini, msiwatangulize. Haya maelekezo, hizi aya za nyakati zetu zinafanya
zinafanya kazi zaidi kuliko pengine nyakati hizo. So kwanza ndio tupo katika jamii za kikafiri, tunachanganyika na makafiri. Kwa hiyo kuanzia kule, kafiri gani tunakaa naye katika sura za namna gani? Je, huyu tunakaa naye sawa sawa, au tunakaa naye tunajua kwamba huyu ananifanyia uadui? Na mpaka hapa Allah anatufahamisha kwamba mnavyokaa na makafiri msiwatangulize. Unatakiwa ujue nani wa kuwa kwako wewe awe kipaumbele wako. Kad yaisu min al-akhirah, wameikatia tamaa wao akhera, si wenye kuamini. Kwa hiyo kama si wenye kuamini hao, na ninyi hata iweje hawatokaa na ninyi vizuri. Kama isa alladhina kafaru min ashabi, kama isa al-kuffaru min ashabi, kama walivyowakatia tamaa makafiri katika watu waliokuwa tayari wameshafanya nini, watu waliokuwa makaburini. Kwa hiyo muhimu kama yaisa alkufaru alladhina matu wasakanu alqubura min an yanalu shay'an, kwamba hawezi kupata kitu chochote kutoka kwao. Kwa hiyo ninyi mkikaa, kaeni vizuri kama Waislamu, mchunge mipaka na maelekezo mlioambiwa. Msikae na wanawake wa kikafiri, kama ambavyo Allah anawaambia wanaume pia, wanawake wasikae na wanaume. La hunna hillu lahum wa lahum hilluna lahum. Kina mama leo, dada zetu hapo wanaolewa na makafiri, na wanaume pia naoa makafiri tu. Kisi ahlu kitabi na hivi, ahlu kitabi sawa ukaoe, lakini ni muhsanati. Huyo kweli anayo sifa ya kuwa muhsanati? Kwa hiyo ala kulli hali, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze na atuwezeshe na atupe taufiki ya kuweza kusimama imara katika dini yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani tuna ziada